Kama kutembea unahema, kupanda ngazi unahema, moyo wako unapitia mambo haya. Kuna wakati mwili wako ni mzito, unatamani kukamuliwa kama taulo. Hivi unaweza? Kama uwezi, twende darasani. Leo tujifunze jinsi moyo unavyofanya kazi. Heart mechanics. Diastolic blood pressure. Hii ni pressure ambayo inajaza damu katika moyo. Na damu iliyopokelewa na moyo huitwa preload. Huu ndo mzigo ambao unatakiwa kusukumwa kwenda sehemu mbalimbali na moyo wako. Sasa damu inaposukumwa inatakiwa ichuruzike katika mishipa ya damu. Sasa moyo huwa unafanya juhudi ili damu iweze kufika kule ambako inakusudiwa. Kuna kitu kinaitwa afterload. Afterload ni kizuizi ambacho moyo unatakiwa ku-overcome ili damu iweze kufika kule ambako imekusudiwa. Na pressure ambayo inatumika kufikisha damu kule ambako imekusudiwa, hiyo pressure tunaita systolic blood pressure. Ndio maana unapopimwa pressure unapewa alama za juu na alama za chini, 120 kwa 80. Ile 120 ni pressure ambayo inasukuma damu kwenda ambako inakusudiwa. Ile ya chini ni pressure ambayo inatumika kujaza moyo damu. Haya ni ya msingi pia kuyafahamu. Pressure yako ya damu inatakiwa icheze 100 kwa 60 mpaka 139 kwa 89, wastani wa 120 kwa 80. Mapigo yako ya moyo yanatakiwa yacheze 60 mpaka 100, wastani wa 80 beats per minute. And diastolic volume ni kiasi cha damu ambacho hupokelewa na moyo. Ni sawa na wewe unapochukua kikombe cha chai mililita 125 ukajaza chai, haiwezi kupokelewa zaidi ya hapo. Moyo wako una uwezo wa kupokea damu kiasi hiki, mililita 110 mpaka 120, wastani wa 115. Inatofautiana mtu na mtu. Halafu kuna kitu kinaitwa end systolic volume. Ni kiasi cha damu ambacho hubaki kwenye moyo baada ya moyo kujikamua damu ikatoka. Ni 40 mpaka 50, wastani wa 45. Kuna kitu kingine kinaitwa stroke volume. Ni kiasi cha damu ambacho husukumwa na moyo. Ili tuweze kupata stroke volume tunafanyaje? Tunachukua damu iliyojaa kwenye moyo, iliyopokelewa, halafu tunatoa ile iliyobaki, tunajua ile iliyotoka. Sasa ushawahi kuambiwa na daktari moyo wako unafanya kazi kwa 55%, kwa 70%, kwa 60%? Alipatapataje hilo jibu? Chukua 70 gawanya kwa 115, atapata kitu kinaitwa ejection fraction ambayo inatakiwa kusoma zaidi ya 55. Sasa tuone kwa dakika moja moyo wako huzungusha damu kiasi gani? Kwa dakika moja moyo hudunda mara 80, na kila unapodunda unasukuma damu kiasi cha mililita 70. Tukichukua 80 mara 70 tunapata 5600 mililita. Tunazibadilisha hizi mililita kwenda kwenye lita, inakuwa lita 5.6. Moyo wako ni kiungo kidogo lakini kina kazi kubwa sana. Hebu imagine moyo wako unapokea kiasi cha damu mililita 115. Halafu moyo wako una uwezo wa kuzungusha damu kiasi cha lita 5.6 kwa dakika moja. Moyo unafanya kazi kubwa, halafu ni kiungo kidogo, halafu bado moyo wako unautesa na mapenzi. Inamaanisha moyo wako huzungusha kiasi cha lita 5.6 za damu kwenda sehemu mbalimbali za mwili wako ukiwa katika mazingira ya utulivu, yani umekaa. Sasa inapotokea unafanya mazoezi, unabeba chuma, au unataka kumkimbia nyoka, kumkimbia simba, kumkimbia mtu anayetaka kukudhuru, moyo wako unatakiwa ufanye kazi ya ziada zaidi. Sasa hapo ndipo unapima afya ya moyo wako. Iko hivi, moyo wa binadamu una uwezo wa kufanya kazi zaidi ya mara 4 mpaka mara 5 kuliko hali ya kawaida kama wewe sio mwana mazoezi. Lakini kama wewe ni mwana mazoezi, moyo wako unaweza ukaongeza kasi ya kufanya kazi, kuzungusha damu mara 7 mpaka mara 8. Angalia, kama moyo wako ukizungusha damu mara 4 ya kawaida, maana yake moyo wako kwa dakika moja una uwezo wa kusukuma mpaka lita 20. Ukazungusha lita 20 kwa dakika moja. Mwana mazoezi yeye anaweza akazungusha mpaka lita 40. Hapo ndipo tunatofautiana kati ya mzima na mgonjwa. Moyo wako unaposhindwa kufanya kazi, damu haiwezi kutoka na damu haiwezi kuingia.
Hicho ni chanzo kikubwa cha wewe kuvimba miguu, chanzo kikubwa cha wewe kujaa na maji katika mapafu. Hayo yamekuwa ni mateso ya watu wengi. Kumbuka, uzito mkubwa, shinikizo la juu la damu, kisukari ni mambo ambayo yanaongoza kuumiza moyo wako. Follow page hii, share na watu wengi zaidi. Acha komenti yako kama umejifunza kitu katika video hii.